Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa haswa katika mtandao wetu wa Mwakeja TV mahali popote ulipo. Hujambo, natumai umzima, ubuheri wa afya na mepenye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa, ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa lile la Tanzania. Tuliamua kuvuka mpaka kuelekea Tanzania kwa sababu ya kura ama uchaguzi mkuu ambao uliweza kupangwa na kuandaliwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Habari ambayo inatufikia katika meza yetu ya habari ni ya kushangaza makubwa baada ya serikali iliyopo mamlakani ya rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kutangaza hatari ambayo imeweza kusababisha giza kutanda katika taifa lile la Tanzania. Serikali ya Samia Suluhu Hassan imeweza kuamua kuwafungia mamilioni ya Watanzania kwa nyumba wote ghafla. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Hayo ndio naenda kufahamisha vila hali ilivyo. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnazama hikana mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa unyenyekevu tu na heshima kubwa kwako, na kuomba unapoendelea kutazama hii kanda tukabidhi ile kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Ikiwa wewe ni mgeni, haujakuwa ukitazama ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja-subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe. Tikari kuna kengele, bonyeza kengele ili wakati wowote ule tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamisha kwamba Mwakeja TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Na ukimaliza kutazama, sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp ili waendelee kujulishwa yale ambayo yanaendelea hasa katika masuala ya kisiasa. Without wasting your time, back to our analysis. Ni kivipi serikali ya Tanzania imeweza kuwafungia mamilioni ya Watanzania kwa nyumba ghafla? Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani iliweza kutangaza kwamba kuanzia mida ya saa 12 jioni siku ya Jumatano kuendelea, hakuna Mtanzania ambaye anatakiwa kuonekana akiwa nje, yani kwa kizungu tunasema curfew. Kumaanisha Watanzania wamefungiwa kwa manyumba yao na serikali, huku ikitangaza hatari ya kutokubalia Mtanzania yeyote kutembea nje baada ya saa 12 jioni. Kuna maswali ambayo tunajiuliza, mbona haya yote yanashuhudiwa katika taifa la Tanzania? Number 1 ni kwa sababu ya maandamano ambayo yaliweza kutanda siku ya Jumatano wakati wa uchaguzi mkuu ulikuwa unaandaliwa. Ikumbuke kwamba vijana wa Gen Z na Watanzania wote kwa ujumla, wengi wao hawakwenda kupiga kura, ila tu waliingia katika streets kuandamana kulalamikia uongozi wa kiimla wa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, kwa kile ambacho wanasema ya kwamba ni uongozi wa kiimla kwa sababu viongozi ambao ni wa upinzani, wale ambao wako na umaarufu mkubwa hasa katika sekta ya siasa, walizuiliwa, hawakukubaliwa kuwania kiti cha urais, akiwemo yule kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa, na ikumbuke kwamba aliweza kufungiwa gerezani kwa zaidi ya mwezi mmoja kwa madai ya uhaini katika taifa lile la Tanzania. Kwa hivyo hakuna Mtanzania ambaye anaruhusiwa kutoka nje kuanzia mida ya saa 12 jioni siku ya Jumatano kwa sababu ya maandamano yaliyoshuhudiwa katika taifa lile la Tanzania, kwa sababu tumeweza kufanya uchanganuzi. I don't want to repeat myself. Kwa hivyo serikali iliona njia moja ya kuzuia maandamano kuendelea kutanda hata usiku ni kuweka curfew, ukipenda kutangaza kwamba hakuna Mtanzania anakubaliwa kutembea baada ya saa 12 jioni. Sababu ya pili iliyochangia serikali ya Rais Suluhu Hassan kutangaza hatari hiyo ni kuruhusu baadhi ya kura zile ambazo ziliweza kupiwa kuhesabiwa. Najua katika uchaguzi ambao unafanyika haswa kulingana na katiba ya Tanzania, lazima yule ambaye anatangulia apate zaidi ya
asilimia 50 ama majority kutangazwa kuwa mshindi, kwa sababu Suluhu Hassan aliweza kuwazuia viongozi wawili wa mrengo wa upinzani akiwemo Tundu Lissu ambaye ni wa chama cha Chadema na Luhaga Mpina wa chama cha ACT Wazalendo. Inamaanisha kwamba Suluhu Hassan atatangazwa kuwa rais wakati wowote kupitia chama cha CCM kuanzia sasa, kwa sababu kura zile ambazo ziliweza kupigwa ni chache sana, lakini atakuwa anaongoza, kwa sababu wale wengine ambao walikuwa pale, hakuna chama cha kisiasa kimewahi fikisha hata asilimia 5 kwa kura zile ambazo wanazipata kwa kila uchaguzi ambao unaandaliwa katika taifa lile la Tanzania. Ikumbuke kwamba hata katika taifa la Kenya mwaka 2017 wakati mahakama ya upeo kupitia jaji mkuu wa wakati huo David Maraga alipofutilia mbali uchaguzi wa kiti cha urais baada ya kuondoa kwamba kulikuwa na dosari hapa na pale, kiongozi wa chama cha ODM wakati huo, sasa hivi ni hayati Raila Odinga, aliweza kujiondoa kwa kura za marudio. Ikumbuke kwamba kura hizo ziliweza kuandaliwa, na zile kura chache ambazo Uhuru Kenyatta alipata wakiwa na Rais William Ruto wakati huo alikuwa naibu rais, waliweza kutangazwa na tume ya uchaguzi humu nchini IEBC kuwa wao wameweza kushinda. So the same applies to Tanzania. Zile kura ambazo zitakuwa zimehesabiwa ndizo hizo Samia Suluhu Hassan atahesabiwa, isemekana ya kwamba yeye ameweza kushinda kiti cha urais katika taifa lile la Tanzania. Lakini tutakuwa papa hapa kuendelea kujulisha yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa lile la Tanzania. Maandamano yalitanda kila mahali, huku wakilalamikia uongozi mbaya ambayo wanadai ni uongozi wa kimla ambao unaendeshwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea Tanzania? What do you think? Je, wewe unaunga mkono uchaguzi ambao uliweza kufanyika katika taifa lile la Tanzania licha ya maandamano kutanda na makaratasi ya upigaji wa kura kurushwa kila mahali Tanzania? Je, unaunga mkono uchaguzi huo kuwa wa haki na uhuru? Utaendelea katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya siasa haswa katika taifa lile la Tanzania. Tukutane katika taarifa ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja-subscribe, na kuomba tu just consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment I produce any new video clip on this YouTube channel, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also at our WhatsApp groups and over on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now.